Wilaya Chemba ni miongoni mwa wilaya 7 za mkoa wa Dodoma, ambayo ipo kilomita 140 kaskazini mwa makao makuu ya jiji la Dodoma, kilomita 40 kusini mwa makao makuu ya wilaya Kondoa. Makao makuu ya wilaya hii yameanzishwa katika kijiji cha Chemba. Halmashauri hii ilianzishwa Julai mwaka 2013 kupitia hati ya kuanzishwa kwa masharti ya kifungu cha 8 na cha 9 cha sheria ya serikali za mitaa. Wasandawe ni kabila linaloishi hasa katika maeneo ya wilaya ya Chemba mkoa wa Dodoma, katikati ya nchi ya Tanzania. Historia ya Sandawe inasemekana kwamba asili yao ni kutoka Tanganyika kati, na vinasaba vyao ndugu zao wa jirani ni hasa Wakoisani wa kusini mwa Afrika, yani Botswana, Namibia, Afrika ya Kusini na Angola. Wanajulikana kama watu wa kwanza na ndio wenyeji wa kongwe zaidi kusini mwa Afrika. Leso Leba ni Msandawe halisi ambaye yeye amezaliwa katika kijiji cha Kwa Mtoro, wilaya Chemba, Dodoma mnamo mwezi Februari mwaka 1937, na mhenga huyu ameishi kwa muda mrefu eneo hilo. Asili ya kabila la Wasandawe ni watu wa kale zamani katika eneo la Tanganyika ya kati, ambao ni kutoka bonde lile la Olduvai ambao ni Oltupai, lakini basi watu wanaita ni Olduvai. Toka hapo tukaja mpaka kwenye mlima ambao Wasandawe walifanya kama ndio makazi yao makuu, mlima Kolon. Wageni kwa kuwa wanashindwa kutamka Kolon wakawita mlima Kolo, ambao maana ya Kolon ni jembe au majembe, ambao upo Kondoa kwa upande wa kaskazini. Na sisi ndio inavyosemekana hadi ya masimulizi, the indigenous people of Central Tanganyika, watu wa asili kabisa katika Tanganyika ya kati. Wakati ule hapakuwa na kabila lingine zaidi ya sisi ambao ndio Wasandawe na hawa wenzetu watu pori ambao ni Watindiga na kadhalika. Na baadaye kabisa katika sehemu hii ya kuelekea kusini kutoka hapa Kwa Mtoro, ukifika sehemu panaitwa Moto, watu waliotoka Kongo, Pygmies, wale watu wafupi, waliwahi kuwa na makazi yao pale, na kuna historia ambayo inathibitisha uwepo wao. Lakini baada ya ujio wa wageni, sio wageni wazungu bali wageni wa Afrika waliotoka Afrika ya kati na Afrika ya kaskazini, walikuja wakatuvamia, na kwa kuwa sisi tulikuwa tunaishi katika mapori, nyika na kadhalika, na tukawa tunaishi na wanyama na tunategemeana wanyama, nyika na sisi Wasandawe. Walipokuja kutuvuruga katika utatu wetu, basi ndipo hata hawa wambilikimu wakarudi kwao Kongo. Sisi tukabaki tukahama polepole kuelekea kusini, toka mlima Kolon tukabaki wengine hapa Wasandawe wachache katika eneo hili. Kundi kubwa likaelekea kusini kupitia Bahi, sehemu ambayo inaitwa Sulungai. Pale kwenye majabali utakuta maandiko ya Wasandawe wa kale ambayo yanafanana na yale ya mlima Kolon, na sehemu nyingine hizi za Usandawe yako maandiko mengi sana. Wageni wanaita ni michoro, sisi tunasema hapana, hayakuwa ni michoro, ni maandiko ya Wasandawe. Tulikuwa tunaandika kwa maumbo kamili ya kitu. Basi toka pale wakawa toka Sulungai wakaendelea kwenda kusini, wakapitia Iringa. Iringa tukawa na vita na wageni pia, na baadaye na kwenye milima mbalimbali ya Iringa kuna ushahidi wa maandiko yetu katika majabali, tukielekea kusini na baadaye Namibia na kadhalika hadi kusini mwa Afrika kabisa. Tukakuta bahari na ndipo tukashindwa kuendelea kwa eneo kubwa, kwa kutokana na miaka kuwa mingi. Watu wengine wanajiita kwa majina mbalimbali kutokana na miaka kuwa mingi na uhamaji wa hapa na pale na kuchanganyika na wageni wengine wa kutoka Bantus na kadhalika. Basi ndio tukawa tunatofautiana katika labda usemi na kadhalika. Kwa Mtoro ni moja kati ya kata inayopatikana katika wilaya ya Chemba. Kata hii inakaliwa na wakazi wengi wa kabila la Wasandawe. Mwenyeji wetu anasema asili ya jina la kata hii lilitokana na mtu mmoja ambaye alitoroka katika msafara atumwa, huku wenyeji wa eneo hilo wakimpokea kwa mikono miwili. Asili ya jina la Kwa Mtoro ni mtu mmoja ambaye alitoroka
wakati wa msafara wa watumwa enzi hizo. Wakati wa watumwa walikuwa wanapelekwa kupitia njia ya reli kupelekwa hadi mpaka Bagamoyo kwenye soko la watumwa. Sasa walipofika stesheni ya Saranda, huyo alikuwa ni mnyapara wa watumwa inavyosemekana. Yeye alitoroka kama anakwenda kujisaidia, na akatoroka na kikundi chake. Ndio wakaja wakafanya hatua ya kwanza wakapumzika, hatua ya pili wakapumzika, hatua ya tatu wakafika katika eneo hili ambapo ndio limepewa jina lake kwa Mtoro, ambao wakasema eneo hilo ni kwa Mtoro. Lakini awali ya yote palikuwa panajulikana kama Mambaka ndio eneo la sehemu hii. Baadaye Wajerumani walipokuja wakajenga jumba moja ya kutunzia silaha ambao sasa hivi ni eneo la polisi kwa Mtoro. Basi ile jengo halipo sasa hivi, lakini ndio ilikuwa jengo Wajerumani waliita magazine Kijerumani. Sasa Wasandawe kwa matamshi ya Kisandawe wakasema mangasini. Kwa hiyo jina hilo limeendelea mpaka huyu Mnyamwezi ambaye ndio Mtoro alipokuja, na jina sasa toka mangasini ikaendelea kuwa ni Mtoro, na mpaka leo tunatumia Mtoro kwa Mtoro kwa Mtoro. Wasandawe wanaopatikana kanda ya kati katika wilaya ya Chemba mkoani Dodoma bado wanajivunia fahari mbalimbali. Tumtazame Mzee Leba akielezea fahari hizo. Mtawala wa kwanza alikuwa hapa kwa Mtoro kwenyewe, ambao ndio eneo lipo hata mabaki ya tongo lile la huyo Mjerumani wa kwanza anaitwa Bwana Ring. Lakini kabla ya pale alitangulia bwana Mjerumani mwingine akakaa kwa muda mfupi sana katika historia inavyosemekana. Baadaye akamwachia huyo Bwana Ring. Sulungai pale kwenye majabali utakuta maandiko ya Wasandawe wa kale ambayo yanafanana na yale ya mlima Kolom, na sehemu nyingine hizi za Usandawe yako maandiko mengi sana. Wageni wanaita ni michoro, sisi tunasema hapana, hayakuwa ni michoro, ni maandiko ya Wasandawe. Tulikuwa tunaandika kwa maumbo kamili ya kitu. Lugha ya Kisandawe ipo tofauti na lugha nyingine kwa sababu lugha hii inasifika kwa kuwa na fonimu nyingi kuliko lugha zote duniani, zikiwa ni pamoja na click sound, na inafikiriwa kuwa ni ya zamani kuliko lugha zote na inafanana bado na zile za wenzao wa Afrika Kusini, ingawa walitengana miaka 40 hivi iliyopita. Inasemekana lugha tamu isiyochosha kusikiliza. Utamkaji wa maneno ya lugha hii unashangaza sana. Neno linaweza kuwa moja, lakini utamkaji wake ukatofautiana maana yake na neno hilo. Mama huyu anaelezea utofauti wa utamkaji wa maneno kwa lugha ya Kisandawe. Kwa mfano, mtu ukimwambia tako, unamwambia akimbie kutoka pale aliko kwenda mbele. Ukimwambia tanko, ni kutoka kule aliko mbali akukimbilia huko uliko, lazima mwambie tanko. Ukimwambia Msandawe anko oni, twende zetu, au no oni, twende zetu. Na mengine kuna maneno yanafanana, maneno matatu ambayo tafsiri yake ni tofauti ya maneno hayo, ila yanatofautishwa kwa sauti ambayo umejipanga. Umepanga sauti hiyo, mtu anaelewa unasemea nini. Kwa mfano, mwa ni tembo, a ni kidonda, a ni tabu. Kwa hiyo ukitaka kuzungumza kusema a, unabadilisha sauti juu a. Ukisema tembo, mwa, unashusha sauti kidogo, na tama ni wa, unashusha zaidi. Lingine ambalo linafanana ni ngo. Ngo ni mtoto mdogo. O ni koromero. Ukipandisha sauti zaidi, o, usingizi. Lingine ni ina, mchana. Ukishusha zaidi neno hilo kwa kutamka kwa kushusha zaidi ina,
ni ziwa, na lingine ni ng'ii. Ng'ii ni nyama. Ukivuta sauti kidogo, ni nyoka. Na labda lingine, kwa mfano mtu unaposema tembo mwenye kidonda kala mtama, unasema ase. Tembo mwenye kidonda kala mtama, ase anga mancha. Hii ni Fahari ya Dodoma. Kumbuka unaitazama kupitia Dodoma TV. Kupitia kipindi hiki utafahamu mengi na kuona vitu vingi vinavyopatikana ndani ya mkoa wa Dodoma kupitia kipindi hiki. Mimi ni Yusuf Hassan, kwa niaba wote walioshiriki kuandaa makala hii, kwa heri kwa sasa.